Miaka 10 ya ndoa iliyojengwa juu ya usiku wa kuchelewa, ndoto zilizoshirikiwa na mtoto mmoja ambaye tungemfanyia chochote. Nilikuwa nimepanga maadhimisho kamili, safari ya boti ziwani chini ya nyota, sisi wawili peke yetu. Lakini mke wangu alichagua safari ya kazi na bosi wake, safari isiyokuwa na uhusiano wowote na alichosema. Basi nilifanya upuuzi, nilipanda ndege kumfuata, maua mkononi, pete mfukoni, tayari kumshangaza na kuokoa tulichokuwa nacho. Lakini nilichogundua katika chumba hicho cha hoteli kilibadilisha ulimwengu wangu. Ukweli mkali sana uliouchoma. Nilichofanya baadaye, tuseme ilikuwa pambano ambalo hakuna aliyelitarajia. Shikilia nitakueleza mpaka nilipofika, muda gani nilikuwa nikiandaa na nilicholipia. Funga mkanda, tunaanza safari ya ajabu. Uzito wa miaka yetu 10 ya ndoa ulinigonga kama treni usoni. Muongo mzima na mabadiliko ya usiku, mwisho wa mwezi mgumu wa kulipa mkopo, na upendo ule uliokuwa kwa kila kicheko na kila ugomvi, ulistahili kitu kikubwa. Nilikuwa nikiwaza kwa wiki nyingi, nikiota jinsi ya kututoa kwenye utaratibu wa kawaida ili turudi kwenye msingi. Jioni moja, baada ya mtoto wetu Juma kwenda kulala, niliegemea meza ya jikoni, nikimtazama akiosha vyombo, nikaeleza wazo. Mpenzi, maadhimisho yetu yanakaribia, nilianza, sauti ikitetemeka kidogo kwa msisimko. Tukifanya safari ya boti, wewe na mimi peke yetu, majini, chini ya nyota. Hakuna kazi, hakuna usumbufu, sisi tu. Nilikuwa nimeangalia kila kitu. Nilipata kukodisha boti nzuri saa moja kutoka nyumbani, boti ya mita 12 yenye sehemu ya kupumzika na baharia wa kuendesha. Niliona picha, tunaondoka jioni, anga iko waridi na machungwa, friji ndogo yenye divai nyeupe anayopenda na jibini laini. Mtoto wetu wa miaka 10, Juma, angesalia kwa wazazi wangu, wangependa kumtundika na ice cream na uvuvi. Nilikuwa nimehesabu shilingi 800 kwa siku, si kidogo lakini inawezekana kutoka kwa kazi zangu za ukarabati. Jioni tungefunga nanga mahali tulivu, nyota ziking'aa sana kiasi kwamba tumsahau mji. Ningemwonyesha nyota kama siku ya tarehe yetu ya kwanza, tulipokuwa vijana tumejilaza juu ya blanketi, mimi nikitengeneza majina ya nusu ili kumfanya acheke. Aliendelea kusugua sahani bila kuinua macho. Boti inaonekana nzuri lakini siwezi. Nina safari hiyo ya wikendi. Nairobi na Mwangi. Ni kwa kongamano kubwa. Maneno yake yalinigonga kama ngumi. Nairobi. Alikuwa amezungumza kuhusu safari za kazi, lakini kuipanga hasa siku ya maadhimisho yetu kuliuma. Kazi yake katika kampuni ya utangazaji ilikuwa ikimeza muda wake zaidi, jioni za kuchelewa, barua pepe wikendi, daima akizungumza kuhusu Mwangi, bosi wake, kama angekuwa fikra. Mimi ninafanya kazi yangu mwenyewe, ninafanya ukarabati wa nyumba, najua uchovu. Lakini hapo kuliuma. Nairobi nilirudia, nikihakikisha sauti yangu iko tulivu. Huwezi kuisogeza. Ni miaka yetu 10. Tumepitia mengi: kuzaliwa kwa Juma, mshtuko wa moyo wa baba, kuanzisha biashara yangu. Hatustahili muda wetu. Aliweka sahani chini, akakausha mikono, uso umefungwa. Si rahisi hivyo. Kongamano ni muhimu. Mwangi anawasilisha kampeni yetu, nami ninashughulikia miadi na wateja. Ikiruka, naweza kusema kwa heri kwa kupandishwa cheo. Hewa ilizidi kuwa nzito. Nilikaribia, mikono nimeikaza juu ya meza. Na sisi? Daima uko kazini siku hizi, unarudi usiku, umeshikamana na simu, ukizungumza kuhusu mawazo makubwa ya Mwangi. Ni lini mwisho tulikaa pamoja? Boti hii si safari tu. Ni kukumbusha kuwa sisi ni timu. Macho yake yalifinyana, mikono ikaingiliana. Naelewa, lakini kazi ni muhimu sasa. Kampuni inatia saini wateja wakubwa, safari hii inaweza kubadilisha kila kitu. Tutafanya kitu nitakaporudi, mgahawa labda. Mgahawa. Hiyo ndiyo ilikuwa ofa yake. Niliota mawimbi na nyota, si chakula cha haraka kati ya simu mbili. Taya yangu ilikaza. Mgahawa si kitu kile kile.
Nazungumza sisi wawili peke yetu bila kitu kingine. Huwezi kuomba siku moja? Alitikisa kichwa, sauti kali. Tiketi zimenunuliwa, hoteli imehifadhiwa. Imetokea vibaya. Siwezi kufuta kila kitu kwa sababu unataka kutoroka kimapenzi. Neno kimapenzi lilitoka kama sindano na lilichoma. Nilijibu, sauti juu zaidi kuliko nilivyotarajia. Imetokea vibaya. Ni maadhimisho yetu. Nimehifadhi pesa, nimepanga, nimeota jinsi ya kuifanya maalum. Na wewe unaniambia kongamano ni muhimu zaidi. Si suala la kuwa muhimu zaidi, alipiga kelele. Ni kazi yangu. Unapaswa kuelewa, daima uko kwenye maeneo yako ya ujenzi. Tutasherehekea baadaye, sawa? Baadaye. Neno lile lilisikika bandia. Nilitaka kuendelea na ugomvi, kumfanya aone jinsi ilivyokuwa muhimu, lakini uso wake ulikuwa umefungwa kama mlango unaogonga. Mvutano ulikuwa mzito, nami niliuchukia. Tulikuwa tukigombana mara nyingi siku hizi juu ya saa zake za ziada, jinsi alivyokuwa akinifukuza nilipotaka kukaribia. Nilivuta pumzi kubwa, nikajilazimisha kuacha. Sawa, nilisema kwa utulivu. Tutafanya baadaye. Alikubali kwa kichwa, akanipa kumbatio la haraka lisilo na imani, kisha akarudi kuosha vyombo. Asante kwa kuelewa. Kupandishwa huku kunaweza kuwa vizuri kwetu, pesa zaidi, mustakabali bora. Nilinung'unika kitu na nikaenda gereji, mahali pangu pa kutuliza. Zana mkononi, nilirekebisha kiti kilichovunjika, lakini kichwa kilikuwa kinazunguka. Je, kweli ilikuwa kazi tu? Kazi yake daima ilikuwa ngumu, lakini hapo nilihisi ananitoroka. Jina la Mwangi lilirudi daima, Mwangi hapa, Mwangi pale. Sikumjua mtu yule, lakini sikupenda nafasi aliyokuwa akiichukua katika maisha yake. Siku zilizofuata nilizama kazini, makadirio ya jikoni, kumpeleka Juma soka. Aliniuliza kuhusu maadhimisho yetu, macho yaking'aa. Mtachukua keki na mama? Nilimsukuma nywele, nikasema tutafanya kitu kizuri hivi karibuni. Lakini ndani shaka ilinichoma. Nilipiga simu kwa kampuni ya boti kuweka tarehe, lakini ilikuwa imejaa. Alikuwa ameamua Nairobi, akitayarisha sanduku, akizungumza kuhusu mikutano na chakula cha mtandao. Nilijaribu mara ya mwisho asubuhi. Tukifanya boti wikendi ijayo? Tufanye kubwa. Alinywa kahawa bila kuinua macho. Kweli? Tutaona baada ya safari. Nitakuwa nimechoka hakika. Ilikuwa imeisha. Cheche nilizokuwa nikitafuta zilionekana mbali zaidi. Nilikubali, nikasema tutaona, lakini mvutano ulibaki kama wingu jeusi. Kadiri alivyokaribia kuondoka, nilijikita kwa Juma, katika mambo ya kila siku kwake. Lakini ndani sikuweza kujiondoa hisia kwamba baadaye ilikuwa ahadi ambayo labda hangeitimiza. Miaka yetu 10 ilipaswa kuwa sherehe, lakini ilianza kuonekana kama vita nilivyokuwa nikishindwa. Karibu wiki moja kabla ya kuondoka kwake, wazo lilinigonga kama cheche gizani, ningeenda kumshangaza. Ningepanda ndege kwenda Nairobi, ningeenda bila taarifa, nikiigeuza safari yake ya kazi kuwa wakati maalum. Nilitaka ahisi jinsi alivyokuwa muhimu kwangu, kufanya hatua hiyo isisahaulike licha ya umbali. Kwanza nilipiga simu kwa wazazi wangu. Wanaishi miji miwili kutoka hapa, daima tayari kumtunza mjukuu. Mnaweza kuchukua Juma kwa siku chache? Nilimuuliza mama yangu simuni, nikipunguza sauti ili asisikie. Ana miaka 10, amejaa nguvu, anapenda kutengeneza magari ya mifano na baba yangu. Bila shaka, alijibu bila kuuliza. Nilimwambia Juma angefurahi kwa bibi, labda hata avue samaki na babu. Alitabasamu kubwa, tayari akizungumza kuhusu samaki mkubwa. Ilikuwa rahisi kujua yuko salama, kuniruhusu kujikita kwenye mpango. Kisha nilitaka kumwonyesha niko mzito kwetu. Nilienda kwa muuza vito katikati, duka dogo tulilokuwa tukipita bila kuingia. Walikuwa na dirisha lenye pete rahisi lakini nzuri. Nilichagua moja ya dhahabu yenye uzuri bila kuwa ya kujionyesha.
Ilinigharimu shilingi 600, sehemu kubwa ya akiba ya kazi zangu za ukarabati, lakini ilistahili. Niliuona uso wake ukiangaza nitakapompa kumbukumbu ya ahadi za miaka 10 iliyopita. Muuzaji aliifunga kwenye kisanduku cha velvet, nikaingiza koti, moyo ukipiga kwa wazo la mshangao. Kuhifadhi ndege ilikuwa ngumu zaidi. Safari yake ilikuwa kutoka Alhamisi hadi Jumapili kwa kongamano kubwa la uuzaji. Alishiriki ratiba kwa kusita niliposisitiza siku chache kabla. Alikuwa akishuka hoteli karibu na kituo cha kongamano, ndege kutoka uwanja wa ndege wa karibu. Niliangalia ndege mtandaoni, vidole kwenye kibodi. Nimwambie hapana, ingeharibu kila kitu. Nilitaka kuona macho yake yakipanuka, labda hata alie kwa msisimko. Nilipata ndege Ijumaa asubuhi, shilingi 250 kwenda na kurudi, kufika Nairobi karibu saa 6 mchana. Angekuwa kwenye vikao siku nzima, kunipa muda wa kupanga kila kitu. Nilichukua, tumbo likifungwa kati ya msisimko na wasiwasi kidogo. Na kama hakupendi midadia? Nilikimbiza wazo, angependa lazima. Mpango ulichukua sura. Ningeenda hoteli yake kabla ya mwisho wa mikutano yake, karibu saa 11. Ningepiga simu kwa mapokezi, nipate njia ya kupata namba ya chumba, labda bakshishi ndogo kwa mpokezi. Ningeagiza chakula cha jioni kwa wawili, kitu kizuri bila kuzidisha, kama ugali na kuku kwake na nyama choma kwangu, pamoja na divai nyekundu anayopenda. Pia maua kwa mazingira. Ningetoa pete wakati sahihi, labda kwenye dessert, na tuzungumze kuhusu miaka 10 iliyopita, kumlea Juma, kukarabati nyumba, ugomvi na vicheko vilivyotufanya. Nilitaka ahisi tunaanzia upya, kwamba kazi haitatutenganisha tena. Lakini shaka ilijipenyeza nilipokuwa nikitayarisha. Mambo hayakuwa vizuri siku hizi. Alikuwa mbali daima kwenye simu, akizungumza kuhusu bosi wake Mwangi kama fikra. Nilimshika akiwa na simu wiki iliyopita, akicheka kama hakuwa akifanya nami kwa miezi. Kuliuma, lakini niliipa lawama kwa msongo. Kazi yake ilikuwa ngumu, mawasilisho kwa wateja, usiku bila usingizi kwenye faili. Labda alikuwa ameshikwa tu kwenye mashine. Hata hivyo, kadiri nilivyofikiria, ndivyo fundo kifuani lilivyokuwa. Je, nilikuwa mjinga kumfuata mji mwingine? Nilitikisa kichwa. Ilikuwa kwa ajili yetu, kuokoa ndoa yetu. Nilipiga simu rafiki yangu Daudi anayepanga matukio kwa Hobie. Una mawasiliano Nairobi kunisaidia kupanga mshangao. Alinipa muuza maua wa huko anayeweza kupeleka waridi hoteli, shilingi 50 kwa dazeni. Nilangalia pia migahawa karibu na hoteli yake inayopeleka chakula moto. Sikuwa tayari kabisa, lakini mpango ulisimama. Ningetua nichukue chumba cha bei nafuu karibu ili kuokoa, kisha nielekee hoteli yake na pete na maua. Ingekuwa kimapenzi ya papo hapo, kitu cha kutukaribisha. Jioni kabla ya siku kuu, nilikuwa meza ya jikoni nikitazama uthibitisho wa ndege kwenye kompyuta. Mikono yenye unyevu. Na kama alikuwa ameshikwa sana na kazi. Na kama Mwangi alikuwa akimchukua muda na mikutano muhimu. Wazo lilikaza taya. Nilikuwa nimejua aina kama yeye, mabosi wenye haiba wanaojiona wanaruhusiwa kila kitu. Nilimeza nikijikita kwenye pete mfukoni. Ilikuwa yeye na mimi, si yeye. Nilifunga begi nyepesi, badiliko, pete, chaja. Nilimwacha Juma kwa wazazi wangu Alhamisi asubuhi, kumbatio kubwa. Huwa mzuri, bingwa, nilisema nikimsukuma nywele. Alipeperusha mkono nikienda, kichwa changu tayari Nairobi. Ndege ilikuwa siku iliyofuata, nami nilihisi hatari ikiongezeka. Haikuwa mshangao tu, ilikuwa mchezo wa kamari. Ikienda vizuri, tungerudi wenye nguvu. Vinginevyo, sikutaka kufikiria. Nilipokuwa nikiangalia ndege mara ya mwisho, ujumbe kutoka kwake ulifika, maandalizi ya kongamano yamejaa. Tutaongea kesho. Mfupi, kavu, kama mara nyingi siku hizi. Nilijibu sawa, vunja kila kitu. Lakini tumbo lilikuwa linajikunja. Je, nilikuwa wazimu kufanya hivi? Hapana, nilijiambia. Upendo unastahili mapambano.
Ningeenda nimfanye atabasamu, nimkumbushe tulichokuwa nacho. Pete, maua, chakula, ingekuwa kamili. Ikiwa tu itafanya kazi. Ndege ilitua uwanja wa ndege wa Nairobi, nilichukua begi, moyo ukipiga kati ya msisimko na msongo. Traffic ilikuwa ndoto mbaya, lakini teksi iliniacha hoteli ndogo rahisi barabara mbili kutoka hoteli yake ya Kongamano chini ya saa moja. Nilifanya check-in haraka, nikilipa pesa taslimu kwa chumba rahisi, hakuhitajika zaidi, mahali pa kuacha vitu na kujiburudisha. Mpokezi, kijana mwenye kuchoka, alinipea kadi. Lakini nilihitaji kitu kingine. Nilijinyoosha, nikateleza noti ya shilingi 100 juu ya kaunta. Sikiliza rafiki, mke wangu yuko hoteli chini ya barabara. Nimesahau namba ya chumba, unaweza kuangalia? Ni kwa mshangao. Alitazama pande zote, akaingiza noti na kuandika kwenye kompyuta. Chumba namba 512, alinung'unika. Usiseme nilikuwa mimi. Nilikubali, mvutano ukiongezeka tumboni. Je, ilikuwa kikomo? Hapana, ilikuwa kwa ajili yetu. Namba mfukoni, nilianzisha mpango. Kwanza chakula. Nilipiga simu kwa mgahawa wa karibu niliouona, ugali na kuku kwake, nyama choma kwangu, mkate wa vitunguu na saladi. Peleka chumba namba 512 hoteli ya Kongamano karibu saa 1 jioni, nilisema, pamoja na chupa ya divai nyekundu anayopenda. Ilinigharimu shilingi 120 na bakshishi, lakini ilistahili kwa mazingira. Nilipokuwa nikiweka, shaka ilipita, ujumbe wake kutoka Kongamano ulikuwa mfupi, vikao na mtandao tu. Na kama alikuwa busi sana. Nilikimbiza wazo, nikijikita kwenye mpango. Kisha maua. Kulikuwa na muuza maua mbele, nilikimbia, nikachukua shada la waridi nyekundu dazeni 2, shilingi 80 na nikaomba utepe. Kwa maadhimisho, nilimwambia muuza aliyetabasamu na kuongeza kadi. Niliandika haraka, hii miaka 10 ya mwamba. Nakupenda. Nikirudi, kichwa kilizunguka. Tulikuwa mbali siku hizi, yeye amezama kazini, mimi nikitafuta kujaza pengo. Ilibidi ifanye kazi, lakini siri ilizidi kuwa nzito, kama nilikuwa nikilazimisha kitu kisichoshika tena. Kisha muziki wa moja kwa moja. Nilikuwa nimefikiria programu ya wanamuziki wa huko, nilipata mpiga gitaa wa kova za akustiki aliyepatikana papo hapo. Miadi mbele ya hoteli saa 12 na dakika 45, niliandika baada ya kuhifadhi kwa shilingi 150 kwa saa. Angesikiza nyimbo laini, labda wimbo wetu wa harusi. Nilipothibitisha, simu ilitetemeka, ujumbe kutoka kwake, siku imejaa, nitakupigia baadaye. Kavu, bila joto. Mvutano uliongezeka, nilikuwa nikienda mbali au kulikuwa na kitu kisicholingana? Nilijibu kwa utulivu, lakini mikono ilitetemeka. Mshangao huu ulikuwa hatari, kumfuata bila taarifa. Kipengele cha mwisho, humpiga picha. Nilitaka kukamata majibu yake, kufanya kumbukumbu. Nilatafuta mtandaoni, nikapata freelance wa huko anayejishughulisha na matukio. Unaweza kufanya kazi ndogo. Mshangao wa maadhimisho hoteli, nilieleza simuni. Alisema ndio kwa shilingi 200, miadi ukumbini saa 12:30 na vifaa vyake. Nitajificha, alisema. Nikiweka, nilizunguka chumba cha hoteli, kisanduku cha pete kama uzito mfukoni. Msisimko dhidi ya wasiwasi, bosi wake Mwangi alikuwa huko pia, hakika katika mkutano naye. Na kama angekuja. Wazo lilikaza ngumi, lakini nilipumua kwa nguvu. Ilikuwa kwa ajili ya kuturudisha. Saa 12, kila kitu kilikuwa tayari. Nilichukua maua, nikathibitisha kwa ujumbe, mwanamuziki anakuja, mpiga picha pia. Chakula kingefika moto. Nilitembea barabara 2 hadi hoteli yake, kelele za mji zikipungua kwa adrenalini. Ukumbi ulikuwa umejaa watu wa Kongamano, beji shingoni, lakini niliteleza kuelekea lifti. Moyo ukipiga kwa nguvu, nilibonyeza 5, shada mkononi mmoja, simu nyingine kuratibu. Mvutano uliongezeka kila ding, na kama hakuwa peke yake katika simu ya kazi. Hapana, angependa.
Nilitoka nikaelekea namba 512, kila kitu tayari kwa wakati mkuu. Kabla ya kugonga, niliandika kwa mpiga picha katika nafasi. Alijibu haraka akipanda. Mwanamuziki alithibitishwa nje. Gari la chakula lilikuwa kwa wakati. Mapigo yaliongezeka, mchanganyiko wa upendo na shaka. Umbali wake siku hizi ulinisukuma hapa, lakini sasa nilihisi dhaifu. Niligonga kwa upole, tayari kuifanya isisahaulike. Mkono wangu ulielea mbele ya mlango wa namba 512, viungo vyeupe kwa kiasi nilivyoshika shada. Hakuna jibu kwa magongo, lakini nilisikia sauti zilizozuiwa ndani yake, kicheko cha chini na sauti ya mwanamume nzito zaidi. Mvutano ulinifunga matumbo, labda simu ya kazi, lakini haikulingana. Mpiga picha alikuwa kando yangu, kamera tayari, uwepo wake ukinikumbusha ilipaswa kuwa mshangao mzuri. Nilisimamisha mwanamke wa usafi aliyepita na gari, mama mzee mwenye beji, Mama Fatuma. Mama, mke wangu yuko ndani, hajibu. Mnaweza kufungua. Ni kwa maadhimisho yetu. Nilionyesha maua, uvimbe wa kisanduku mfukoni. Alisita, akaona macho yangu ya kuomba, kisha akakubali. Mara hii tu alinung'unika, akachukua ufunguo wa kawaida na akageuza. Kufuli ilifanya klik kwa upole, mlango ukafunguka. Tuliingia, yeye mbele, mimi nyuma na mpiga picha akifuata kwa busara. Nilisimama kwenye kizingiti, ulimwengu ukipungua kuwa nukta. Alikuwa hapo, mke wangu, amezingirwa katika shuka za kitanda king size, nusu uchi akiwa na shuka nyembamba tu sehemu ya chini ya mwili. Kando yake yeye pia uchi wa juu, bosi wake Mwangi, mkono kwa uvivu karibu na mabega yake. Walikuwa wakizungumza, vichwa karibu, bado hawakujua uvamizi. Hewa ilikuwa nzito kwa harufu ya misuli, chupa za lotion za hoteli na manukato zilizotawanyika meza ya kitanda. Tumbo lilinigeuka kwa nguvu, bile ikipanda wakati ukweli ulinigonga. Haikuwa mkutano wa kazi, ilikuwa usaliti mkali na wazi. Mpiga picha hakupoteza sekunde, kamera yake ilipiga kwa kasi, ikikamata kila undani uliokandamiza. Mshtuko wake alipogeuka, macho ya Mwangi yakipanuka, shuka ikiteleza ikionyesha ngozi zaidi. Flash ya busara, kila kitu kimeganda wazi, tishuka zilizokunjwa, nguo zao zikiwa rundo chini, chupa ya divai nusu tupu meza ya kitanda, kama niliyoagiza kwa chakula chetu. Nilisimama, maua yakianguka kutoka vidole vilivyozimia, petali zikitawanyika kama ndoto zilizovunjika. Kisanduku cha pete mfukoni, kilichofikiriwa kuhuisha ahadi, sasa kilichoma kama moto, mzaha mkali juu ya imani yangu kipofu. Mvutano ulilipuka ndani yangu, mgongano kamili, upendo dhidi ya hasira, kutokuamini dhidi ya ushahidi. Alikuwa amelala kuhusu safari hii yote, kazi, usiku kwa kupandishwa. Mwangi alijinyoosha kujificha, akinung'unika udhuru, lakini nilimsikia kwa shida kwa mlio masikioni. Mke wangu alivuta shuka juu, uso mwekundu, akinung'unika jina langu. Unafanya nini hapa? Alipiga, sauti iliyovunjika. Sikuweza kuzungumza mwanzoni, tu kutazama, mpiga picha akiendelea hadi nilimsimamisha kwa ishara. Mpango wangu, juhudi zote zile, ndege, uhifadhi, zilianguka papo hapo. Moyo ukipiga, nilichukua hatua mbele, sauti hatimaye ikitoka kwa ngurumo ya chini. Hii ndiyo safari yako ya kazi? Na yeye? Mwangi aliteleza chini ya kitanda akitafuta suruali, lakini nilimzuia njia, mvutano ukiongezeka. Mama wa usafi alisonga kilio nyuma, akitoweka kwa busara, akituacha katika kimya chenye uzito. Mgongano uliongezeka haraka, kumpiga, kudai maelezo au kuondoka. Ngumi zimekaza, lakini nilijizuia, picha tayari hapo kufunga hatima yao. Tumbo bado linageuka, nilihisi uzito wa miaka 10 ukivukuta, pete ikiwa mzaha wa nilichopoteza. Alinyoosha mkono akiomba, lakini niligeuka, ugunduzi umechapishwa ndani yangu, usioweza kurudishwa. Undani zilinishambulia nilipokuwa hapo, nywele zake zilizovurugika, si kwa siku ndefu bali kwa kile kilichotokea, aura ya kiburi ya Mwangi ikivunjika chini ya macho yangu, mwanga laini wa mapazia yaliyovutwa, yaliyokuwa yakificha siri yao hadi sasa. Mvutano kilele, pumzi fupi, mgongano ukinipasua, sehemu ilitaka kumsikiliza, nyingine kuacha kila kitu hapo.
Mpiga picha alinung'unika, nina kila kitu, akinitelezesha kadi ya kumbukumbu. Ushahidi ule uliinua azimio langu, ukibadilisha maumivu kuwa azimio baridi. Nilikusanya maua yaliyoanguka, nikakandamiza moja mkononi, petali zikawa makombo. Tangu lini? Niliuliza, sauti thabiti licha ya dhoruba ndani. Alinung'unika, si hivyo Lakini Mwangi alimkatisha, tunaweza kuongea. Hakukuwa na kuongea. Mgongano ukiongezeka, sauti yangu juu. Kuongea? Mnanisaliti kwa miezi. Kisanduku cha pete kililemea, ishara ya ujinga wangu. Tumbo likiinuka tena, nilirudi nyuma kuelekea mlango, eneo limetayarishwa milele. Ugunduzi huu ulibadilisha kila kitu, ukiharibu haraka maisha niliyotaka kuokoa. Hasira ilifurika katika sehemu ya sekunde, ikinisukuma mbele. Kwa ishara ya haraka, nilimsukuma mke wangu kando kwa mkono wa kushoto, mwili wake ukianguka juu ya godoro kwa kilio cha mshangao. Mkono wa kulia ulimshika bosi wake Mwangi, ukimvuta chini ya kitanda. Shuka zilianguka, lakini sikujali. Shika ilikaza, ikimvuta karibu vya kutosha kuhisi pumzi yake ya hofu usoni mwangu. Inaonekana ya kufurahisha, nilinguruma, sauti ya chini na thabiti, wazi sikuwa na tania. Macho yake yaliyojaa, mikono ikipiga kunilegea, lakini nilishika ngumu, misuli iliyochoshwa kwa miaka ya kubeba mizigo kwenye maeneo ya ujenzi. Alisimama haraka, akishika shuka karibu naye, sauti ya juu, simama. Unafanya nini? Lakini nilimpuuza, nikijikita kwake. Umegusa familia yangu, nilinguruma, nikimtetemesha kidogo vya kutosha kuufanya meno yake yapige. Mvutano kilele wakati yeye akipumua, niachie, si hivyo unavyofikiri. Sentensi ya kawaida, lakini iliwasha moto. Nilimsukuma ukutani, mlio ukisikika chumbani, mkono juu ya kifua chake. Mgongano ulilipuka. Alipiga ngumi dhaifu iliyonigusa bega, lakini niliepuka na nikasisitiza zaidi, nikimnyima pumzi kidogo kuashiria. Niligeuza kichwa, nikaweka macho yake. Kutokuamini usoni mwake, mdomo wazi, lakini sikukubali. Imeisha, nilisema kwa utulivu. Hurudi nyumbani. Kamwe. Magoti yake yaliumba, alishika kingo cha kitanda, akinung'unika, huwezi kusema hivyo. Oh ndiyo, nilifikiri. Kwa mkono wa bure, nilitoa bahasha kutoka mfuko wa nyuma, karatasi za talaka niliyochapisha na kutiwa saini kabla ya kuondoka, ikiwa hisia yangu ilikuwa sahihi. Niliipiga juu ya meza kando, sauti ikisisitiza maneno yangu. Imeisha. Tia saini au pinga, chaguo lako. Mwangi alikuwa akisonga chini ya shika, uso mwekundu, akinung'unika maombi. Tunaweza kujadili, usifanye upuuzi. Upuuzi. Alikuwa ameharibu ndoa yangu. Mvutano ukiongezeka wakati yeye alikaribia, machozi machoni. Tafadhali, tuongee. Lakini nilimkatisha, nikimwacha Mwangi kwa msukumo wa mwisho uliomfanya alale. Alikohoa, akisugua shingo, wakati mimi nikasimama wima, kifua kikiinuka. Kuongea nini? Uongo wako. Kutoka kwako kwa siri. Undani zilitoka jioni alizoweka kazini, ujumbe uliofichwa, umbali aliyoweka. Kila neno lilongeza mgongano, kanusho zake dhidi ya mashtaka yangu. Alichukua karatasi, mikono ikitetemeka, akiisoma. Ulikuwa nazo tayari? Ulijua tangu lini? Sikujibu mara moja tu, nilimtazama. Muda wa kutosha. Ufunguo wa hoteli miezi 3 iliyopita, kukufuata mara moja, ndiyo, nilijua. Kutokuamini kwake kulikuwa, uso ukiwa rangi pale ukweli ulipomgonga. Mwangi alijaribu kusimama, lakini niliashiria kidole. Kaa chini au utajuta. Alisimama, chumba kikiwa kizito kwa vitisho vilivyoeleweka. Mvutano kilele, yeye sasa akilia, akiomba nafasi ya kueleza. Ilikuwa kosa, msongo wa kazi tu? Kosa? Neno lile lilivunja kitu. Nilichukua hatua mbele, sauti juu. Kosa linalodumu miezi. Na yeye? Niliashiria Mwangi kwa kidole gumba, aliyeelekeza macho mbali.
Mgongano ukiongezeka, alijitupa kwenye mkono wangu, lakini niliuvuta nikitoa picha kutoka kadi ya mpiga picha mfukoni. Tazama, ushahidi umepatikana, mikono mifukoni. Nikitikisa kifaa, nilieleza picha, wao wamekumbatiana, urafiki dhahiri. Macho yake yalipanuka zaidi, mshtuko safi, akigundua jinsi nilivyokuwa nimeandaa. Ugomvi ulilipuka. Alipiga kelele juu ya uvamizi wa faragha, mimi nilijibu kwa usaliti wa ahadi. Mwangi aliingilia kwa udhaifu, akiahidi kutoweka, lakini nilimnyamazisha. Umetolewa maishani mwake, na labda kazini yako itakapojulikana. Vitisho vilivyoelea, mvutano kama spring iliyokazwa. Alikunja karatasi akinirusha. Huwezi kuifunga hivyo. Lakini nilizichukua nikazinyoosha. Tazama jinsi ninavyofanya. Tayarisha vitu vyako, unaondoka. Niligeuka nikielekea mlango, kelele zake nyuma. Kutokuamini katika ombi lake la mwisho, lakini sikutangalia nyuma, pambano likifunga mwisho. Undani wa ugomvi zilirudi katika loop, nikitoka, shuka ikiteleza katika machafuko, karatasi zikikata hewa. Mgongano kilele, ukiacha uharibifu nyuma. Mikono ilitetemeka kwa adrenalini, lakini azimio lilikuwa limekaza. Ilikuwa imefanyika. Miezi mitatu kabla sijasukuma mlango wa chumba hicho cha hoteli Nairobi, kila kitu kilikuwa kimeanza kupasuka. Ilikuwa jioni ya Jumanne, Juma amelala, nami nilikuwa nikipanga nguo za kufuli gereji, ishara za kiotomatiki. Mke wangu alikuwa akirudi usiku tena, kwa kisingizio cha kampeni kubwa katika kampuni. Sikuwa nikifikiria sana hadi nilipotoa jeans yake kutoka kikapu. Ufunguo wa hoteli ulianguka chini kwa sauti kavu. Si kadi ya kifahari, kitu cha plastiki cha bei nafuu cha motel ya pembeni, kilomita 30. Tumbo lilinifungwa. Kwa nini alikuwa nayo? Hakuna safari ya kazi iliyotangazwa. Niliifunga mfukoni nikijiambia si kitu, lakini shaka ilipanda kwa kina. Jioni iliyofuata alizungumza kuhusu chakula na wateja. Sikuamini. Baada ya kuondoka kwake, nilipiga simu mama yangu kwa Juma kwa kisingizio cha makadirio ya kuchelewa. Badala yake nilichukua gari langu na nikamfuata. Aliendesha hadi motel lile lile, gari lake likiegeshwa chini ya taa za neon zilizopepea. Nilisimama upande mwingine wa barabara, moyo ukipiga kama nyundo. Kisha nilimwona Mwangi, bosi wake, akitoka gari jeusi. Hawakutazama hata, moja kwa moja kuelekea chumba, mkono wake ukigusa mkono wake. Nilitaka kuvamia, lakini kitu kilinizuia. Nilihitaji ushahidi, si shaka tu. Nilirudi kichwa chini juu. Siku iliyofuata nilipiga simu mwenzangu wa shule ya upili, Daudi, aliyefungua ofisi ya upelelezi baada ya jeshi. Karibu na kahawa katika baa, niliteleza ufunguo juu ya meza. Unaweza kuchimba? Niliuliza kwa utulivu. Daudi alikubali bila maswali, akachukua ufunguo na akaahidi kufuata athari zao. Wiki moja baadaye alinipa miadi kwenye benchi ya bustani mbali na macho. Alinipa bahasha nyembamba, picha za gari lake motel, risiti za saa za baa karibu ambapo yeye na Mwangi walikunywa, hata picha iliyofifia ya wao wakitoka chumba, nywele zake zilizovurugika. Tumbo lilinigeuka, lakini nilisimama. Tangu lini? Niliuliza. Angalau mwezi mmoja, alisema Daudi. Labda zaidi. Bahasha ile ilibadilisha kila kitu. Sikuwa majeruhi tu, nilikuwa na hasira, aina inayochemka polepole na kunoa umakini. Siku iliyofuata niliona mwanasheria, mtu aitwaye Ali aliyefanya kazi katika ofisi ndogo mjini. Moja kwa moja, bila mapambo. Unataka kujilinda na kumlinda Juma, alisema, akiorodhesha chaguzi. Tulianza kuhamisha pesa, nusu ya akiba kwenye akaunti mpya, fedha za biashara yangu salama, hakuna anayeweza kugusa. Ali alitayarisha karatasi za talaka lakini sikuwa tayari kubonyeza kichocheo. Nilitaka kuwakamata na ushahidi usioweza kupingwa ili asigeuze baadaye. Nilianza kupanga. Daudi alisaidia, akipendekeza kufuatilia simu yake. Sikuwa najua mengi kuhusu teknolojia, lakini alinionyesha jinsi ya kusakinisha programu inayorekodi ujumbe na simu zake.
Ilikuwa mbaya, lakini uongo wake ulikuwa hivyo. Programu ilionyesha ujumbe wa usiku kwa Mwangi, mchanganyiko wa kazi na flati ulioniwasha damu. Walikuwa wakitayarisha safari ya Nairobi, wakiita kongamano au, lakini wakiweka chumba kimoja. Niliona nyekundu, lakini nilidumisha utulivu. Nilimwambia Daudi achimbe zaidi, na alinipa ratiba yao, namba za ndege, check-in ya hoteli, hata programu ya kongamano ambapo jina lake lilionekana kidogo. Ilikuwa kifuniko wazi na safi. Kila jioni nilikaa gereji, zana mkononi, nikijifanya ninarekebisha kitu wakati kichwa kilizunguka kwa kasi. Nilipiga simu kwa kampuni ya boti, nikafuta wazo na nikaelekeza pesa kwenye mpango wangu wa Nairobi. Sikuwa nikimfuata tena, nilikuwa nikitengeneza faili. Daudi alinipa mawasiliano ya mpiga picha wa busara anayeweza kukamata wakati. Nilihifadhi ndege siku ile ile ya yake, lakini baadaye, ili kuepuka mashaka. Nilijaribu pia kile ningeweza kusema, nikidumisha sauti thabiti kichwani, hata moyo ulipiga tofauti. Kadiri kuondoka kulivyokaribia, ndivyo mvutano ulivyoongezeka. Juma aligundua niko kimya zaidi, aliuliza kama niko sawa. Nilimsukuma nywele, nikasema kazi imejaa, lakini hatia ilinichoma kwa kumdanganya. Mke wangu hakuona kitu, akitayarisha sanduku, akizungumza kuhusu mikutano na mtandao kama ilikuwa halali. Nilikubali, lakini kichwa changu kilikuwa kwenye bahasha, programu, namba ya mwanasheria kwenye simu. Haikuwa suala la upendo tena, hii ilikuwa ukweli. Nilikuwa tayari kuingia chumba hicho cha hoteli na kumaliza uongo, maumivu yoyote yalikuwa. Ndege ya kurudi kutoka Nairobi ilikuwa ya kuchanganyikiwa, mikono bado ikitetemeka kwa pambano, kisanduku cha pete niliyouza kwa duka la kununua dhahabu karibu na uwanja kwa kiasi kidogo. Nilitua usiku, anga nyeusi, nilipoendesha kwa wazazi wangu kuchukua Juma. Nyumba yao ilikuwa tulivu, tu mlio wa televisheni nilipoingia. Sikujizuia. Mama, baba, tunahitaji kuongea, nilisema, sauti yenye ukavu lakini thabiti. Walinifuata sebule, mama yangu akifinyana macho kwa wasiwasi, baba yangu taya imekazwa kama alihisi drama. Niliwakana, nikatoa kila kitu. Niliambia ufunguo wa hoteli nilioupata miezi iliyopita, jinsi nilivyomfuata na kumbeba na Mwangi motel ya pembeni. Nilitoa ushahidi, picha za Daudi, ujumbe uliotolewa kutoka simu yake, uongo kuhusu Nairobi, yote kazi. Sauti ilivunjika nikifika chumba cha hoteli, kuwakuta wamekumbatiana, kamera ya mpiga picha ikikamata kila undani. Niliwakabili, nilisema, ngumi zimekaza. Nilimsukuma ukutani, nilimwambia harudi. Niliacha karatasi za talaka juu ya meza. Mama yangu alisonga kilio, mkono mdomoni, lakini baba alijinyoosha mbele, viwiko magotini, akisikiliza kwa ukali. Mama alisimama na kunikumbatia kwa nguvu, kama nilipokuwa mtoto na nimejeruhiwa. Samahani mwanangu, alinung'unika, lakini nilihisi pia hasira yake, sauti kali kwenye kingo. Baba hakusogea tu, alikubali polepole njia yake ya kusema kuna. Umefanya ulichopaswa, alisema hatimaye. Kumlinda Juma ndicho muhimu sasa. Kilinigonga kwa nguvu. Juma alikuwa bado kwao, labda akitengeneza mifano na zana za babu, hajui dhoruba niliyopitia. Niliwashukuru, nikaahidi kuwaambia, kisha nikaendesha na Juma amelala nyuma, kunguruma kwake kidogo kukikata kimya. Asubuhi iliyofuata nilijua siwezi kuchelewesha tena. Alistahili ukweli, au angalau kile mtoto wa miaka 10 angeweza kubeba. Baada ya kiamsha kinywa, nilimwita meza ya jikoni, bakuli lake la nafaka bado nusu. Mwanangu, tunahitaji kuongea kuhusu kitu kigumu, nilianza, koo limefungwa. Macho yake makubwa yaliweka yangu, ya udadisi lakini ya wasiwasi, kama alihisi uzito ukija. Nilidumisha rahisi. Mama amefanya kosa kubwa na mtu wa kazini kwake, nilisema, nikipima kila neno kama juu ya barafu nyembamba. Inamaanisha yeye na mimi hatuwezi tena kuishi pamoja. Hataishi nasi tena. Uso wake ulikunjwa, akauliza, ye amefanya nini baba? Nilimeza kwa nguvu, si tayari kwa undani mbaya. Hakuwa mwaminifu kwetu, nilisema. Na si hivyo familia inavyofanya kazi. Lakini wewe na mimi tunabaki timu, sawa?
Hii haitabadilika kamwe. Machozi alipanda magotini mwangu, kitu asichofanya tena kwa miaka. Nilimkumbatia kwa nguvu, macho yangu yenyewe yakiwaka, nikamwacha alie. Aliuliza kama angemwona tena, nilikubali. Ni mama yako daima. Tutapanga muda kwa nini? Sikuwa najua bado jinsi, si kwa karatasi za talaka zikisubiri saini, lakini ningeifanya kwa ajili yake. Alivuta pua, akauliza, ni kosa langu? Kilinivunja. Hapana bingwa, nilisema kwa udhabiti. Ni juu yake, si juu yako. Nakupenda zaidi ya kila kitu na sisogei hapa. Nilimsukuma nywele nikijaribu kudumisha wepesi, lakini ndani hasira iliwaka dhidi yake kwa kumfanya aishi hivi, dhidi yangu kwa kutokuona mapema. Siku iliyobaki, mvutano mzito. Juma alishikamana kimya zaidi, akicheza konsole lakini akinipa macho kama kuthibitisha bado nipo. Nilipiga simu mwanasheria wangu Ali kuthibitisha karatasi ziko tayari kwa notisi. Alinionya anaweza kupinga, hasa kwa uangalizi, lakini picha za Nairobi zilikuwa saruji. Hata kuwa na nafasi nyingi, alisema. Kilinifariji kidogo, lakini si sana. Niliuona uso wake chumbani, mshangao lakini hatia, na udhuru dhaifu wa Mwangi. Hii ilinisukuma kuendelea, maumivu yoyote yalikuwa. Jioni Juma aliuliza kumpigia. Nilichapa, nikampa simu na nikasogea nikimpa nafasi. Nilihisi sauti yake ndogo ikiuliza lini atakuja kumwona, na ahadi zake zisizo wazi kutoka spika. Ngumi zilikaza, lakini nilikaa tulivu kwa ajili yake. Alipoweka alinitazama, macho mekundu. Anasema anasikitika, alinung'unika. Nilikubali bila imani ya kuzungumza. Kusikitika hakurekebishi kitu. Tungejenga maisha mapya sisi wawili, lakini mazungumzo yale na Juma yalikuwa kitu kigumu zaidi niliyowahi kufanya. Ngazi za mahakama zilionekana kama mwamba nilipozishuka, karatasi za talaka chini ya mkono wa Juma katika yangu. Jaji aliharakisha, akifunga kwa wiki badala ya miezi. Mwanasheria wangu Ali alinionya inaweza kuisha vibaya, lakini picha za Nairobi zilikuwa nyundo. Hakuwa na kitu cha kushikilia na alijua. Hata hivyo, vita juu ya kila kitu, nyumba, pesa, Juma kilidumisha mvutano juu, kama kebo tayari kuvunjika. Ilianza katika miadi ya kwanza mahakamani, wiki moja baada ya kurudi kwangu. Mwanasheria wake, mtu laini katika suti ya bei nafuu, alijaribu kumchora kama mwathirika, akisema nilivunja faragha yake na mpiga picha. Nilijinyosha mbele, taya imekazwa, wakati Ali akiweka ushahidi juu ya meza, picha zenye saa, ujumbe, hata risiti za motel ya miezi iliyopita. Jaji, mwanamke wa moja kwa moja mwenye macho yanayochungulia, alifuta hoja yao haraka. Si suala la faragha, alisema. Ni suala la imani na imevunjwa. Eti yangu alikuwa amekaa hapo, mikono imefungwa magotini, akiepuka macho yangu. Sikuwa na ushindi, tu faraja tupu. Mgawanyo wa mali ulikuwa vita iliyofuata. Tulikuwa tumenunua nyumba miaka 5 iliyopita, tukikuna kila senti kutoka maeneo yangu ya ujenzi na mwanzo wake katika kampuni. Sasa zilikuwa namba kwenye jedwali. Alitaka nusu, akisema alistahili. Nilisisitiza kwa nguvu, biashara yangu ililipa mkopo bili wakati yeye alifuata kazi. Ali alipendekeza kuuza na kugawanya, lakini sikulegea uwekezaji wangu wa jasho. Mwishowe, jaji alinipa 70% ya mauzo, akitaja michango yangu ya fedha. Tuliuza kwa siku 10, wenzi wachanga waliichukua kwa shilingi 320,000. Nilipokea sehemu yangu, shilingi 224,000, yeye iliyobaki. Kuliuma kuacha nyumba, lakini kuweka biashara yangu salama ilistahili. Uangalizi ulikuwa pambano halisi. Alifika mahakamani na hotuba iliyoandaliwa, sauti ikitetemeka, akisema alistahili muda sawa na Juma. Tumbo lilinifungwa alipozungumza kuhusu kuwa mama mzuri, lakini niliona uso wa jaji ukikaza Ali alipotoa safari zake za kazi, usiku wa kuchelewa, kutokuwepo kwake kabla ya Nairobi. Nilishuhudia, sauti thabiti, nikaweka kila kitu juu ya meza, mechi za soka za Juma nisiyokosa kamwe, chakula nilichopika, jinsi nilivyokuwa mwamba wake. Anahitaji udhabiti, nilisema.
Mimi. Jaji alikubali, akinipa uangalizi mkuu, yeye akichukua wikendi anapokuwa mjini. Uso wa Juma ulinipiga machozi yake nilipomwambia kosa la mama yake na nilijua ningeenda mahakama 1000 ili kumweka salama. Alijaribu pigo la mwisho akidai vito vyake na nusu ya akiba. Sikusogea juu ya pesa. Akaunti yangu mpya iliyofunguliwa miezi iliyopita ilikuwa imefungwa na jaji alishikilia. Alipata pete zake, picha za zamani na masanduku ya vitu vya kibinafsi. Sikujali, vilikuwa vyake. Lakini mwanasheria wake alipozungumza kuhusu posho, nilikuwa karibu kulipuka. Ali alimzuia, akikumbusha biashara yangu ni mkate wangu, si pampu ya pesa kwake. Jaji aliamua kwa ajili yetu na kwisha. Nikitoka mahakama ya mwisho, nilihisi uzito wa kila kitu, miaka ya kujenga maisha yaliyobomolewa katika vikao vichache. Juma alikuwa akingoja kwa wazazi wangu nyumbani kwao, labda akipiga mpira bustanini. Niliendesha moja kwa moja huko, karatasi juu ya kiti cha abiria kama mkataba wa mwanzo mpya. Nilipofika, Juma alikimbia akiuliza kama tunaweza kuchukua pizza. Nilitabasamu nikimsukuma nywele. Bila shaka, bingwa. Mama yangu alinikumbatia tena akinung'unika anajivunia. Baba alinipa pigo bega akisema fanya unachopaswa kwa ajili yake. Jioni ile baada ya Juma kulala, nilikaa sofa ya nyumba yetu mpya ya kukodisha, ghorofa ndogo karibu na shule yake. Kimya kilikuwa kizito, lakini si cha kukandamiza. Nilipoteza ndoa, nyumba, lakini niliweka muhimu: Juma, kazi yangu, heshima yangu. Maisha yangakuwa magumu, hakuna shaka. Kumlea mtoto peke yangu, kuanza upya, haikuwa nilichotarajia baada ya miaka 10 ya ndoa. Lakini ilikuwa ya kweli na ilikuwa yetu. Niliegemea nikitazama dari, tayari kukabiliana na kinachofuata. Matokeo yaligonga kama dhoruba isiyotarajiwa. Mwezi mmoja baada ya mahakama, nilipokea simu kutoka Daudi, rafiki yangu mpelelezi aliyekuwa akiangalia fujo niliyoacha Nairobi. Alisikia kutoka mawasiliano kwamba mke wa Mwangi, Wanjiru, alikuwa ameweka mikono kwenye picha za chumba. Sikuwa nimezitoa mimi. Kweli, mpiga picha Salma alikuwa na marafiki katika kampuni waliozungumza kuhusu kashfa, na Wanjiru alidai nakala. Hakusita. Alianza talaka wiki iliyofuata, akimvuta Mwangi katika mahakama iliyomvua. Daudi alisema alitoka na nusu ya mali yake, nyumba, akiba, hata gari lake zuri. Wanjiru hakusimama hapo. Alituma picha kwa bodi ya kampuni akimtaja eti yangu kama mpenzi. Mwisho wa mwezi, Mwangi alikuwa amefukuzwa, kazi yake imeharibiwa, na eti yangu alipokea barua ya kufukuzwa pia. Jina lake likawa sumu katika dunia ya utangazaji. Sikuwa na huruma kwao. Mwangi alicheza sehemu yake na yeye alifanya chaguo lake. Lakini habari ilichochea mvutano niliofikiri umezikwa. Juma alishika simu yangu na Daudi, akasikia jina la Mwangi na akauliza, ni kwa sababu hii mama hayuko tena? Nilipiga magoti nikidumisha rahisi. Ndiyo mwanangu, walifanya upuuzi mkubwa. Lakini tunaendelea, wewe na mimi. Macho yake yalichunguza yangu, nami nilimkumbatia kwa nguvu, nikichukia anabeba sehemu ya hii. Eti yangu alimpigia mara kwa mara akiahidi ziara, lakini isiyo ya kawaida. Alikuwa amepata mahali dogo mji mwingine akijaribu. Sikujali, mradi asihusishe Juma katika fujo yake. Wakati huo, Salma alirudi maishani mwangu. Ilianza na ujumbe akiuliza kama niko sawa baada ya Nairobi. Nilimshukuru kwa picha, sasa zimehifadhiwa kwenye sanduku salama, bima yangu ikiwa talaka ingeenda vibaya. Tulikutana kurudisha kadi yake ya kumbukumbu, kahawa katika baa karibu na nyumbani kwangu. Ilikuwa rahisi kuzungumza naye, bila huruma sautini, maswali ya dhati tu kuhusu Juma na kazi yangu. Nilimwambia kuhusu ujenzi wa jikoni niliokuwa nikiutazama, yeye alinizungumzia kazi zake za picha, harusi hasa, lakini pia sherehe za mitaa za kidogo. Kahawa ile iligeuka hamboja wiki moja baadaye, kisha pizza na Juma. Alimchukua vizuri, akimuita mama wa picha, akimfanya acheke. Mvutano ulijipenyeza nilipotambua nilikuwa nikingoja ujumbe wake kwa hamu.
Sikuwa nimefikiria mwanamke mwingine tangu usaliti, ngozi nyembamba sana kuamini tena. Lakini Salma alikuwa tofauti, thabiti na binti wa miaka 9, Amina, aliyejaa nguvu kama Juma. Jioni moja alitualika bustani kwa picnic, yeye na Amina wakitandaza blanketi na sandwichi na limonade. Juma na Amina walikimbia kupiga mpira wakitiacha peke yetu. Moyo ulipiga, si hakika kama nilikuwa nikivuka mstari. Unafikiria kuanza tena siku moja? Aliuliza akitupa jiwe nyasani. Niliinua mabega nikishikwa na mshangao. Labda. Ngumu kujua nani kuamini. Alikubali kama anaelewa na hakusisitiza. Mwaka mmoja baada ya talaka nilimwalika kutoka. Sisi wawili, chakula cha jioni tulivu katika sehemu ya mtaa. Mikono ilikuwa na jasho kama kijana, lakini alitabasamu niliponungunika. Unaweza, alisema, na ilikuwa kila kitu. Tulianza kuonana polepole na kwa tahadhari, tukihusisha Juma na Amina. Haikuwa kamili, wake alikuwa mgumu na niliruka bado yangu alipopiga lakini ilikuwa ya kweli. Nikirudi kutoka tarehe ile ya kwanza, nilishangaa nikitabasamu, uzito wa zamani kidogo nyepesi. Toa maoni yako kwenye sehemu ya maoni. Je, unafikiri mume alipanga kisasi chake kikamilifu au alipita mipaka? Na kama umefurahia video hii, usisahau kuilike na kujiandikisha ili uone zaidi.